Uhali gani wewe mdau na mfuatiliaji wa Fino Media? Karibu katika chaneli yetu pendwa ya Fino Media, na leo katika My Profile tupo na mgeni hapa. Yeye ni mwimbaji wa nyimbo za Injili. Kama tunavyojua, My Profile ni kipindi pekee ambacho tunakuwa tunakutana na watu mbalimbali maarufu, wasanii na wale watu wenye mchango mkubwa katika jamii. Lakini leo nimetembelewa hapa na mgeni ambaye yeye ni mwimbaji wa nyimbo za Injili. Langu jina ni Edita Chioligo. Tutakwenda kufahamu kwa undani zaidi safari yake ya muziki, wapi alipoanzia na mpaka sasa. Je, safari yake ya muziki imemfikishia wapi? Endelea kuwa karibu nasi. Hii ni Fino Media. Mimi natumaini ni mzima wa afya. Kwa majina wewe unaitwa nani? Yes, kwa majina naitwa Brandina Albina. Mimi ni mwimbaji wa nyimbo za Injili. Kwa faida ya mtazamaji ambaye anatufuatilia sasa hivi, tungependa kufahamu, je, safari yako ya muziki haswa ilianzia wapi? Safari yangu ya muziki nakumbuka nilianza mwaka 2018. Nilijikuta tu ninapenda huduma ya kuimba, kwa hiyo nikawa nikikaa nyumbani nakuwa naimba. Mwisho wa siku wazazi wakagundua huduma yangu, wakaamua kunipeleka studio. Ni nini haswa kilikuvutia katika uimbaji wa nyimbo za Injili hali bado upo katika umri mdogo? Kilichonivutia mimi kusema kweli tu, nilijikuta napenda sana huduma ya kuimba, napenda kusikiza nyimbo. Hata kanisani nikiwepo uimbaji wa kitu kuimba, na mimi nakuwa hata nyuma yao nacheza. Hivyo. Ni nani ambaye mtu alikuwa wa kwanza kabisa kugundua kipaji chako na alikuwa yuko tayari kabisa katika kukuunga mkono? Mtu wa kwanza kugundua kipaji changu ni baba. Yeye aliposikia naimba, nakumbuka mara kwanza alinitafutia nafasi kwenye mkutano. Nilivyoimba pale akaona kumbe naweza. Akanisupport kwa kurekodi. Lakini pia wazazi wako wana mchango gani katika kuhakikisha wewe unasonga mbele katika uimbaji wako wa nyimbo za Injili? Kusema kweli, kwa upande wangu wazazi wangu ndio wenye mchango mkubwa sana, kwa sababu baba yangu ndio ananisupport kwa kila kitu, lakini pia nyumbani hata mama kwa ushauri. Wewe kwa umri wa kawaida, kwa haraka ni wanafunzi, si ndio? Je, unawezaje kuviweka vitu hivi kwa pamoja na vyote vikasimama kwa wakati mmoja, elimu pamoja na uimbaji wa nyimbo za Injili? Kifupi mimi ni Mungu ananisaidia, kwa sababu muda ambao natumia kwa ajili ya huduma yangu ya kuimba ni siku zile za Jumamosi, Jumapili, siku kuanzia Jumatatu mpaka Ijumaa nakuwa busy na shuleni. Lakini naweza yote Mungu ananisaidia. Tungependa kufahamu namna ambavyo huwa unajiandaa wakati wa kuandaa wimbo wako. Je, kuna namna yoyote waga unapata? Na kwa sababu asilimia kubwa ya watu utasikia labda mimi nilioteshwa, au mimi nilikuwa tu na issue zangu nafanya hivi, kanijia wimbo fulani ikabidi tu nikaona kama ni roho imenifuata ili niweze kuimba. Lakini wewe ni namna gani ambavyo huwa unajiandaa ili kujua kwamba huu ni wimbo na natamani ni kufanya wimbo huu? Kuna baadhi ya nyimbo huaga nakuwa nasoma Biblia. Of course ni hivyo tu, kuna muda mwingine naweza nikawa nimekaa nikajisikia ni kama ni ujumbe kichwani, nikaanza kuimba. Hivyo naandika, alafu naendelea kufanyia mazoezi. Na katika uandishi wako huwa unaandika mwenyewe ama kuna mtu ambaye yuko pembeni yako anakuwa anakusaidia? Mimi nyimbo naandika mwenyewe. Yaani kuanzia mwanzo mpaka mwisho? Mpaka mwisho. Labda tu kwa ushauri, nimeimba mama ananiambia hapana, labda badilisha hilo neno, basi. Lakini nyimbo huwa naandika mwenyewe. Na wakati wa uandishi wa nyimbo, ni nani haswa wa kwanza huo unamshirikisha kumwambia kwamba mimi nimepata idea ya wimbo huu, hebu uangalie ama usikilize uone kama kweli naweza nikapita nao? Ni nani wa kwanza huwa unamshirikisha? Nikiandika wimbo, wa kwanza kabisa ni mama. Huwa namuimbia, ananiambia uko vizuri, namfikishia baba. Baba ndio support mkubwa kabisa kwenye wimbo. Sawa, lakini pia ukiachana mbali na wazazi ambao umeelezea kwa kiasi kikubwa sana kwamba huwa wanakusupport, ni nani nje na wazazi ambao wanahakikisha kwamba wameona kipaji chako, hebu tumfikishe hapa binti yetu? Wapo tu ambao wananisupport. Kuna producer aliwahi kunisupport akanipa wimbo. Kwa hiyo wapo watu ambao wananisupport kwenye huduma yangu ili niweze kusonga mbele. Mpaka sasa hivi una jumla ya nyimbo ngapi? Nyimbo zipo kama 17. Ambazo zote tayari ni video ama zipo katika mfumo wa audio? Baadhi ni video, baadhi ni audio. Ni nyimbo gani ambayo unaikubali sana katika nyimbo zote 17? Kuna ile nyimbo ambayo inakuwa the best kabisa, ambayo unasema hii nyimbo nilitulia kweli nikaandika, hii nyimbo kweli nilifanya? Nyimbo inaitwa Umetenda. Umetenda. Ni nyimbo ambayo inaelezea nini ndani? Nyimbo ambayo inaelezea mambo ambayo Mungu amenitendea. Kwamba nilikotoka na nilikofika
ni mkono wa Mungu peke yake, peke yangu nisingeweza. Kwenye safari yako ya muziki unahisi umepiga hatua kiasi gani? Namshukuru Mungu nimepiga hatua kwa sababu mwanzo nilikuwa sijawahi kuingia studio, nimerekodi lakini pia nimefanikiwa kushuti. Kwa namshukuru Mungu kwa hilo, nimepiga hatua. Na gharama zote za kuhakikisha una rekodi nyimbo, unafanya shooting ya nyimbo, huaga ni juu ya nani ama kuna management yoyote ambayo huaga inakusimamia? Na gharama zote huaga ni juu ya babangu. Mimi napompelekea wimbo yeye anapambana na ananipeleka studio. Kwa upande wangu na pia mtazamaji ambaye anakufuatilia sasa hivi, tungetamani kufahamu, je, unatumiaga muda gani kuandika wimbo na inachukua takriban siku ngapi kuhakikisha wimbo umekamilika, uko tayari kwa ajili ya kurekodiwa? Kwa upande wangu yani ni kutokana na wimbo. Kuna wimbo naweza nikautumia hata siku 2 ukawa umekamilika. Siku 2? Yes. Na muda, kwa mfano siku za weekend zile naweza nikakamilisha wimbo, lakini muda mwingine kwa mfano nimepata ujumbe siku za kawaida tu, siku za shule, huwa nafanya kazi tu ya kuandika, alafu siku zile za Jumamosi, Jumapili ndo nakaa na kuweka vizuri. Ni ujumbe gani haswa ambao unatamani jamii upate ama ujifunze kupitia nyimbo zako za Injili? Ujumbe mkubwa ambao natamani jamii ipate kupitia nyimbo zangu. Sasa mimi ni mwimbaji wa nyimbo za Injili. Kwa hiyo kitu ambacho natamani jamii ipate ni kupokea neno la Mungu na kubadilika. Unajisikiaje pale ambapo unakuwa unaona watu wamebarikiwa ama wanapokea nyimbo zako kwa kiasi kikubwa? Ninapoona watu wamepokea nyimbo zangu, hiyo ndio furaha yangu ya kwanza kabisa, kwamba ninapoimba kumbe watu wanafurahia na huduma yangu. Najisikia furaha sana. Na jamii imekuwa imekupokeaje ama ina mchango gani katika safari yako ya muziki? Namshukuru Mungu, jamii inapokea vizuri huduma yangu, na michango ni ushauri. Kuna watu wananipa ushauri kwamba usifanye hivi, fanya hivi. Hivi kwa mfano shule hivi ambavyo unakuwa katika majukumu yako ya kila siku shuleni, asilimia kubwa ya wanafunzi ambao unakuwa unasoma nao, je, wanafahamu kitu ambacho unakifanya nje ya shule? Ndiyo, asilimia kubwa wanafunzi wanafahamu. Na uwaga wana mchango gani kwako? Kwanza wanafunzi wenzangu huduma yangu wameipokea vizuri, na mchango wao mara nyingi tu ni hivyo, kunipa ushauri, kunitia moyo hivyo. Na kwa upande wa uongozi wa shule, nikimaanisha walimu, je, wao wenyewe wana mchango gani pia katika safari yako? Walimu wana mchango mkubwa, kwa sababu unakuta kuna baadhi ya walimu tukio lipo shule wananiambia tunga wimbo kwa ajili ya tukio fulani, hivyo wananitia moyo. Kwa hiyo walimu asilimia kubwa wanakutumia katika utunzi wa nyimbo. Ni nyimbo gani ambayo shule ushie kuiandika na ikapendwa sana na wanafunzi ambao wanakufuatilia wewe katika tasnia yako? Wimbo ambao niliandika shule, majuzi hapo palikuwa ni tukio la PCCB, palikuwa ni sheria. Kwa hiyo walimu walinitumia nikatunga wimbo wa PCCB, na namshukuru Mungu tulienda kule tukafanikiwa, tukashinda. Wimbo unaitwaje? Wimbo unahusu kuzuia madawa ya kulevya na kupinga rushwa. Sawa. Mtazamaji ambao unaendelea kutufuatilia sasa hivi, leo kama nilivyokuambia, hapa studio tumeweza kutembelewa na mgeni ambaye yeye ni mwimbaji wa nyimbo za Injili, anapatikana hapa katika mkoa wa Katavi. Yeye pia ni mwanafunzi, tumeweza kusikia jinsi ambavyo anaweza kuviweka vitu vikawa karibu, yani ikawa kuimba pamoja na shule. Bado tuko naye hapa studio na bado tutaendelea kuyajua mengi sana kupitia yeye. Mimi nakusihi tu endelea kuwa karibu nasi. Mimi natamani tusikie wimbo ambao yeye mwenyewe amesema unaupenda sana, wimbo ambao umepokelewa sana. Unasema wimbo unaitwaje? Umetenda. Hebu waambie kidogo watu ambao wanakufuatilia sasa hivi, watu ambao wanatamani kujua ndani ya huo wimbo kuna kitu gani haswa ambacho kikubwa wanatamani kukisikia kwenye huo wimbo. Kitu gani kikubwa ambacho watu wanatamani kukisikia? Kitu kikubwa. Sasa wimbo wangu mimi mbezi kwenye masuala ya shukrani, kumshukuru Mungu kwa alikonitoa mpaka nilipofika. Hata najua watu wengi ambao wana shukrani mbele za Mungu. Kwa hiyo kitu kikubwa ambacho natamani watu wasikie ni kwamba tumshukuru Mungu kwa pamoja, kwamba ametenda kutoka mbali. Wapo wengi ambao wanapata ajali, wanakufa, lakini sisi mpaka kufika leo ni jambo la kumshukuru Mungu. Kwa hiyo nitunga wimbo huu kwa ajili ya kumshukuru Mungu.
Mpaka sisi kufika hapa leo ni jambo la kumshukuru Mungu. Basi tupate wasaa wa kwenda kusikiliza wimbo wake. Ni moja kati ya nyimbo 17 ambazo tayari zimesharekodiwa na mwanadada hapa ambaye ni mwimbaji wa nyimbo za Injili. Umetenda, umetenda, Yesu umefanya. Umetenda, umetenda, Yesu umefanya. Sawa mtazamaji, mimi nikupe tu shukrani ambazo unaendelea kutufuatilia hapa. Tumerejea baada ya mapumziko machache. Tumetoka kusikia wimbo wa mwanadada ambaye unaenda kwa jina la Umetenda. Mimi natumaini umeuelewa wimbo kwa sababu una ujumbe mzito sana, kama alivyotoka kuelezea kwamba Mungu anazidi kufanya mengi na makubwa zaidi katika maisha yetu. Bado tuko naye hapa studio, bado tunazidi kupiga naye story 2-3. Unajua katika kila mafanikio, katika kila hatua huwezi kukosa changamoto. Ni changamoto gani haswa ambazo zinakukabili na vipi ambavyo unaweza kuzitatua? Kwanza namshukuru Mungu sijawahi kupata changamoto kubwa. Changamoto ambazo nakutana nazo ni ndogo ndogo. Mfano, niliwahi kushuti nyimbo video 7 mpaka leo sijakabidhiwa nyimbo zangu na babangu alinipa hela yote. Ni hatua gani ambayo uliamua kuchukua baada ya kupata changamoto hiyo? Kwa upande wangu sikuchukua hatua yoyote. Na ili kukwamisha kiasi gani baada ya kukosa video ambazo umeshuti na ukiwa una matarajio yako makubwa lakini akakuangusha? Yaani kwa upande wangu tu mimi iliniumiza kwa sababu nilitamani na mimi niwe na video, angalau watu wananiangalia kwenye TV, lakini hivi tu. Lakini pia ni mpango gani ambao uko nao kwa sasa hivi juu ya nyimbo zako ambazo tayari umeshasema nyingine zina video lakini nyingine hazina video? Kutokana na changamoto ambayo umeipitia, je, una mpango gani sasa na hizo nyimbo nyingine ambazo hazina video? Kwa sababu changamoto ile imeshatokea, mpango wangu wa sasa ni kushuti video nyingine nifanye uzinduzi. Lakini pia ni tukio gani kubwa ambalo linakuaminisha kwamba Mungu ana mpango na mimi katika safari yangu ya muziki? Tukio ambalo linaniaminisha kwamba Mungu ana mpango na mimi, kuna wakati mwingine naweza nikakata tamaa. Kwa mfano, nina wimbo alafu natamani kuingia studio, wakati huo mzazi anakuwa ana hela. Kuna kipindi ilikuwa hivyo na mtumishi wa Mungu akajitolea akanipa wimbo nikarekodi. Kwa nikaona nisikate tamaa, support ipo. Kwa mpaka sasa hivi management yako bado ni familia, bado haujawa na mtu ambaye anaweza kukusimamia nje ya familia? Ndio, kwa sasa ni wazazi. Kwa sasa. Je, kuna kikundi chochote ambacho ushe kujiunga nacho ambacho kinaweza kukusaidia, ama watu ambao mnakuwa mnashirikiana, yani watu wote mnajikuta mna lengo moja la uimbaji? Je, kuna kikundi chochote ambacho ushe kushiriki nacho? Kwa sasa hapana, bado. Lakini kanisani kwenye uimbaji wa kwaya? Kanisani nilikuwa naimba. Uko naimba? Sana sana uko naimba kwaya gani tufahamu? Kwa sababu mimi ni mtoto, nilikuwa naimba kwaya ya watoto. Ya watoto. Je, ni msanii gani mkubwa wa Injili ambaye unampenda sana na unamfuatilia na unatamani siku moja uje kuwa kama yeye? Msanii mkubwa kwanza kuna Christina Shusho, alafu kuna Obi Alpha, Godfrey Steven, wote wanatamani niwe kama wao na kwa sababu nafuatiliaga nyimbo zao sana. Ni kitu gani ambacho kinakuvutia sana kwao? Mimi napenda nyimbo zao, jinsi wanavyoimba. Je, kuna namna yoyote ambayo ulishie kutamani kufanya nao collab kwa namna moja ama nyingine? Huwa natamani sana, sema uwezo tu. Uwezo. Na support inakuwa ndogo. Hebu waambie hapo sasa hivi ambao wanakufuatilia, kama hii interview ikimfikia moja kati ya watu ambao unawakubali sana, watu ambao unatamani kuwa kama wao na ambao kwa kiasi chake unatamani kufanya naye nyimbo, hebu waambie kitu. Mimi kitu kikubwa ambacho nawaomba, mimi natamani sana kufanya collab nao. Yes. Lakini pia pamoja na umri wako ukiwa ni mdogo sana kimuziki hapa Tanzania, ukiwa bado ndo unaanza chipukizi na ukiwa bado haupo kwenye kikundi chochote, unatamani nini? Yaani watu waone kupitia wewe. Yaani unatamani kitu gani sana watu waone kupitia wewe? Kitu ambacho natamani watu waone kupitia talanta yangu hii, mimi natamani kwanza wampokee Mungu. Hivyo jamii ipate ujumbe na wapokee Injili, kwa sababu naimba nyimbo za Injili.
Lakini pia pamoja na umri wako kuwa mdogo, ni una ndoto gani kubwa kupitia mziki wako wa Injili? Ndoto yako ambayo unatamani kuifikia kupitia mziki huu wa Injili? Ndoto ambayo natamani kuifikia kupitia mziki wangu, kitu kikubwa ambacho natamani kwenye huduma yangu, natamani mimi siku moja angalau niwe na sehemu yangu ya kurekodia na niwe na kamera ambapo hata nikihitaji kurekodi naingia studio ambayo ni ya kwangu mwenyewe. Ndoto yako kubwa. Lakini pia malengo yako nje na kwamba una ndoto, lakini malengo yako pia nini hapa? Malengo yangu katika huduma yangu, malengo yangu makubwa tu ni watu wapokee Injili. Yes, hayo ndio malengo makubwa ni. Lakini pia unaimba, si ndio? Lakini mbali na kuimba, ni kitu gani kingine nje ambacho huwa unafanya nje ya kuimba? Kitu ambacho nafanya nje ya kuimba. Mimi ni mwanafunzi. Kwa hiyo kama siimbi nakuwa shuleni kabisa. Yaani nikimaanisha kwenye upande mzima wa kipaji. Yes, ukiachana na kuimba, ni kitu gani kingine ambacho huwa unafanya? Hapana, mimi ni mwimbaji tu. Ni mwimbaji. Umesema kwamba umeshawahi kuimba hata kwenye hizi za serikali, kama ulivyotuambia ulishatunga wimbo kwenye nyimbo hizi za TAKUKURU. Ni sehemu gani nyingine ambayo ya kiserikali ushawahi kushiriki? Kwenye wiki ya Mwanakatavi. Nilishiriki. Ndio, nilimba wimbo. Ambao unaitwaje? Unaitwa wiki ya Mwanakatavi. Humo ndani hasa ulilenga nini ama ulielezea nini? Huo wimbo ulikuwa unahusu, asilimia kubwa uligusa kwenye Wizara ya Mifugo, kumpongeza Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, kupongeza viongozi wa mifugo kwa kazi walioifanya. Kwa nini unahisi kwamba vipaji vya watoto pamoja na vijana vinahitaji sana kupewa kipaumbele katika jamii? Kwa sababu mtaani wapo vijana wengi na watoto wengi wenye vipaji, kwa kukosa support wengine wanajitumbukiza kwenye makundi mabaya. Kwa hiyo mimi ninachotamani jamii isapoti vipaji vya watoto, kwa sababu wanaweza kufika mbali. Kama tunavyojua watoto ndio taifa la baadaye. Kwa hiyo wakitushika mkono sisi watoto, tutatengeneza taifa zuri kabisa baadaye. Kuna malengo yoyote ya kuminua kijana mwenzio au mtoto mwenzio katika uimbaji wa Injili? Hauna? Yapo. Malengo ya kumuinua nani labda tuseme ambaye unamwona kabisa huyu mbona kama kwenye nyimbo za Injili anaweza, labda siku moja tufanye naye nyimbo. Je, una malengo hayo? Kwa watoto wenzangu ambao wanaimba, mimi nachofanya yani kwa support, kuna muda mwingine tu labda tunashirikiana kwenye uimbaji. Lakini pia ungependa viongozi wa serikali hususa wa Katavi wafanye nini ili kuhakikisha kipaji chako kinaendelea mbele? Kwanza namshukuru Mungu, mkoa wa Katavi ni mkoa ambao umebarikiwa na ni mkoa wenye bahati sana kupitia mama yetu Dr. Samia Suluhu Hassan. Ametuteulia viongozi wakubwa kina mama, hususan mkoa Mheshimiwa Mwanamvua Uza Mlindoko ni mama, mkuu wa wilaya Mheshimiwa Jamila Kimaro ni mama, na hususan viongozi wengine wakubwa ni mama. Kwa hiyo mimi ninachowaomba kama kina mama wawe wa kwanza kunishika mkono mimi kama mtoto. Lakini pia ukipewa nafasi ya kuzungumza na viongozi wa serikali, wadau wa sanaa, waimbaji wakubwa, je, ungewaambia nini kuhusiana na vipaji vya vijana pamoja na watoto? Mimi ambacho ningeweza kuongea nao ni kwamba tu swala la support, wasioache, washike mkono, kwa sababu hawa ndio taifa la baadaye. Kwa hiyo wakiwawezesha hawa, tunaweza tukajenga taifa zuri kabisa baadaye. Lakini pia unawapa ujumbe gani watoto na vijana ambao wanahisi kama kuingia kwenye mziki wanaogopa, wanaona kama ni changamoto kubwa? Hapana, sio changamoto. Ninachowashauri wasikate tamaa, wajaribu kupambana. Sawa. Lakini pia ni nje na kwamba uko na wazazi ambao wanakusimamia katika upande mzima wa mziki, lakini pia unahitaji support, si ndio? Na kitu kama management hivi ambayo inahakikisha kwamba nyimbo zako zinashutiwa, zinarekodiwa. Hebu waambie hapa wadau ambao wanakufuatilia sasa hivi, unawaambia nini kuhusiana na kuomba udhamini na vitu kama hivyo? Kwanza namshukuru Mungu kabisa, hapa nilipofika ni support kubwa ya wazazi wangu. Kwa hiyo kwa mtu yoyote anayewiwa kusupport vipaji chipukizi kama cha kwangu, naomba ni support, na kwa mtu yoyote ambaye atawiwa kunisupport awasiliane na wazazi wangu. Bila shaka tukisupport tunaweza tukafika mbali.
Lakini pia kuna nyimbo yoyote ambayo ipo njiani inakuja ambayo inapikwa iwe video ama audio? Ndio, ipo ambayo inapikwa kwa video. Inakuwa video ambayo inaitwaje? Kuna Umetenda na Ni Neema. Sawa, mtazamaji ambaye unaendelea kutufuatilia hapa kupitia Fido Media, tumesikia mengi sana kupitia kwa binti huyu ambaye yeye ni mwimbaji wa nyimbo za Injili. Hii ilikuwa ni my profile kupitia hapa channel ya Fido Media. Kama tulivyokuambia kwamba tulikuwa leo na mgeni ambaye yeye ni mwimbaji wa nyimbo za Injili. Tumeweza kusikia mengi sana kupitia yeye. Kwa umri wake ni mdogo, lakini aliweza kujielezea, amejielezea kwa upana sana. Mimi natumaini wewe mfuatiliaji utakuwa umeelewa kwa namna moja ama nyingine. Tuendelee kumsupport kwa sababu mpaka sasa hivi ana nyimbo nyingi, na kama ambavyo ameweza kutuambia hapa mwishoni kwamba kuna nyimbo ambayo inakuja ni video, lakini pia ni audio itakuja hapa na kupitia Fido Media, basi na kuhakikisha tu kwamba nyimbo hizo utaweza kuziona. Langu jina ni Edith Chiwaligo na hii ilikuwa ni my profile. Nikukumbushe tu mfuatiliaji ambaye unafuatilia sasa hivi, usiache kusubscribe, kulike, kucomment na kushare. Kuna mengi sana ambayo yanakuja ni mazuri kupitia hapa Fido Media. Hii ilikuwa ni my profile. Endelea kuwa karibu nasi.